Kufanya kazi, yani kwamba unajua wakati wa kampeni tulikuwa na watu ambao tulikuwa tunafanya nao, na maana yake ni kwamba mgombea anakuwa anagaramika kuhakikisha kwamba hiyo timu au huyo mtu mmoja anapata mahitaji yake. Na tumefanya hivyo, lakini kwa kushirikiana na watu wote. Na uchaguzi umekwisha sasa, mimi ni mbunge wa watu wote. Lakini cha ajabu unakuta mtu mmoja au kikundi cha watu wanataka nitekeleze matakwa yao. Sasa siwezi kufanya kazi ya watu wawili au watatu. Mimi kukataa hilo sasa imekuwa nongwa kwa watu kupita na kuanza kunichafua kwa kadiri wanavyoweza. Wanachafua mpaka kwa viongozi wa kitaifa, wanatuma message ya uongo tu. Nataka wajulikane, viongozi wa kitaifa wajue kwamba hao wanachafua. Wengine wanalinga kwamba wana ndugu zao huko juu kwa lengo la kutuchafua tu, lakini ni maslahi binafsi. Na nina ushahidi, tumekuwa tukiwalea sana. Sasa nimekataa, na mimi nawekeza kuhakikisha kwamba nahangaikia maendeleo ya Wanabutiama. Sasa haiwezi kuwa na mtu mmoja ambaye yeye ndiye anasema anapanga wabunge kwamba usipokwenda naye anakuchafua. Katika kata zote 18 ambapo nilitembelea miradi 59. Katika miradi 59 ile ipo miradi ambayo ilikuwa inaendelea, ipo miradi iliyokuwa imepokea fedha kutoka serikali kuu kwenye sekta ya afya, sekta ya barabara ya miundombinu, na sekta ya maji na sekta ya elimu. Lakini ipo miradi ambayo ilikuwa imetekelezwa kwa nguvu za wananchi, ambapo wengi wao kutokana na umbali wa shule za sekondari zilizopo kwenye kata kwa sasa wameitikia wito wa serikali kujenga shule za sekondari kwenye kila kijiji. Kwa hiyo nikatembelea baadhi ya shule, nikakuta wananchi wamejenga madarasa. Kwa hiyo wana uhitaji wa simenti, uhitaji wa mbao na uhitaji wa nondo pamoja na uhitaji wa mabati. Kwa hiyo tulipopokea mfuko wa jimbo kwa Butiama tunapokea milioni 73 kwa mwaka mzima. Tumezigawa hizo fedha kama milioni 69 ambazo tumezipeleka katika shule za msingi na shule za sekondari, na chache zimekwenda kwenye sekta ya afya. Kwa mfano tumepeleka Bukabu wa milioni 9 kwa ajili ya kukamilisha nyumba ya watumishi pale ambayo ni 3-in-1 ambayo ililetewa fedha milioni 90 na serikali. Lakini tumepeleka kata ya Kamgegi milioni 8 kwa ajili ya kushirikiana na wananchi pale kuongezea kujenga kivuko ambapo wananchi wanapata shida wakati wa mvua. Nilikwenda mpaka nikakiona hicho kivuko. Lakini tumepeleka fedha kata ya Nyankanga, shule moja ya Shikizi Nyambeshe ambayo ni mbali sana. Tumewapelekea milioni 5, wananchi walikuwa wameshajenga, kwa hiyo nataka hizo fedha kwa ajili ya bati na mbao. Nilikwenda kata ya Butiama kijiji cha Rwamkoma, wananchi wamejenga madarasa pale karibu 4 ambapo wanataka kuanzisha sekondari. Nao tumewapelekea mabati pale. Lakini ukienda kata ya Muriaza, nilitembelea shule kata ya Muriaza pale kijiji cha Muriaza wanajenga sekondari kwa sababu kwenda Bumangi ni mbali. Wamejenga madarasa yao 5 pale. Kwa hiyo hao nao tumewapatia simenti. Lakini nilikwenda pia kwenye kata hiyo hiyo Kizaru ambapo ni mbali sana. Wananchi wamejenga madarasa 4 kule. Tumewapatia mabati. Kwa hiyo ukiangalia kwa ujumla sekondari na shule za msingi zaidi ya 10 zinakwenda kunufaika na mfuko wa mbunge. Na tumefanya hivyo katika masuala ya simenti, masuala ya mabati, masuala ya misumari, masuala ya mbao, na wengine tumewapatia fedha taslimu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ndani ya mwezi huu. Mimi ushauri wangu na maombi yangu kwa wananchi kama diwani wa kata Nyankanga, hichi sio kipindi tena cha malumbano au cha kutoleana maneno. Huu ni wakati sasa wa kufanya kazi, kufanya maendeleo ili tuweze kunufaika wananchi. Tumuache Mheshimiwa Rais afanye kazi, tumuache Mheshimiwa mbunge afanye kazi, na sisi madiwani tufanye kazi. Muda wa makundi ulishapita, huu ni muda wa kuunganisha nguvu moja. Hakuna uchama sasa, wala ukabila, wala udini. Tushirikiane kwa pamoja, tuhakikishe kwamba tunafanya mambo ambayo tuliahidi kwa wananchi. Vitendo vya namna hii ni watu ambao wanahitaji maslahi binafsi na wamekaa kwenye siasa kutafuta maslahi yao binafsi, sio kuitengeneza Butiama. Kwa hiyo kwa hili inatakiwa viongozi wa serikali na viongozi wa chama walikemee hili kwa sababu ni mapema mno.